Naam, ndugu wa Tanzania wenzangu, na ninawashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia shughuli mbalimbali za chama chetu ambazo zimekuwa zikiendelea hivi sasa za operation ya katiba mpya Free Lissu. Ninawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kuitika wito huu wa kuja kwenye makao makuu ya chama chetu Edwin Mtei House siku ya tarehe 21 leo Mei, ili tuweze kuzungumza nanyi jambo la dharura ambalo limetokea. Na jambo lenyewe la dharura ambalo limetokea ni tukio ambalo limetokea jana tarehe 20 saa 4 usiku, majira ya saa 4 usiku katika kitongoji cha Ubafu, kijiji cha Vikawe, kata ya Pangani na wilaya ya Kibaha. Eneo ambalo limetokea katika kitongoji cha Ubafu ambacho kipo katika wilaya ya Kibaha. Jana majira ya jioni tulipokea taarifa ya kutekwa kwa mwanachama wetu ambaye pia amekuwa kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 10, msaidizi wa mwenyekiti wa chama chetu taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu. Mwanachama wetu huyu anaitwa ndugu David Jumbe. Majira ya saa 4 usiku akiwa pamoja na rafiki yake ndugu Macha wakiwa wanarejea nyumbani, gari ndogo aina ya Probox ikiwa na pikipiki 2 iliwaparamia, na kisha kutoka kwenye gari hilo walishuka watu takribani 6 ambao pamoja na kwamba walijitambulisha kuwa ni polisi, lakini walifanya tendo la uvamizi ambalo lilikuwa na sura ya uharamia. Na katika purukushani ile, baada ya kuwa wamelivamia gari alilokuwepo ndugu Jumbe pamoja na mwenzake Macha, waliweza kumchukua na kuondoka na ndugu Jumbe, wakakimbia naye na kuelekea maeneo ya Mbweni, na hadi gari hilo ambalo waliondoka nalo likawa limeingia eneo la Mbweni usalama. Ni tukio la utekaji. Tukio lililotokea jana ni tukio la uharamia, ni tukio la utekaji, hakuna jina lingine, na tukio ambalo limekuwa mahususi kabisa likiwa linamlenga ndugu David Jumbe ambaye ni msaidizi wa mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu. Fununu na tetesi kuhusiana na ndugu Jumbe kuwindwa na kufuatwa zimekuwepo kwa muda mrefu. Watu mbalimbali, wengine wakijitambulisha kuwa na askari polisi, wengine bila utambulisho, wamekuwa wakienda pale nyumbani na kuweka matishio hayo, au wakati mwingine kusema tunamhitaji ndugu Jumbe. Sasa jana jambo hili limetokea, limetufedhehesha, limetusikitisha, limetukasirisha. Huu ni utekaji, na inatoa taswira ya kwamba watawala na wanaowajibika na masuala ya ulinzi na usalama, jambo hili halichukuliwi serious. Maisha ya watu hayako salama. Pengine tunashawishika kusema sasa kila Mtanzania sasa alinde roho yake. Chunga roho yako kila Mtanzania, kwa sababu wenye dhamana ya kulinda usalama wetu hatuoni seriousness kwenye maisha yetu. Tunaweza tukasema hivyo. Sasa ndugu Jumbe ametekwa. Mmoja kati ya hawa watu 6 alikuwa amevaa nguo ya askari polisi, na wengine walikuwa wamevaa kiraia, na wakatenda jambo hili la kiharamia. Sasa toka usiku mpaka leo asubuhi pamekuwa na mambo mengi na heka nyingi. Tulipoingia hapa ofisini, amekuja ndugu Macha kutuelezea jambo hili lilivyotokea, na hakufanikiwa
kuona nini kiliendelea baada ya ndugu Jumbe kuingizwa kwenye lile gari na watekaji hawa kukimbia nao. Hakufanikiwa kuona na kufahamu nini kiliendelea, lakini watekaji hawa katika harakati za kutaka kuwakamata walikuwa wakiita wafungwe pingu, wafungwe pingu, wafungwe pingu. Walipoondoka na ndugu Jumbe, basi wakatokomea naye huko ambako hatufahamu walikwenda naye wapi. Asubuhi tukiwa hapa ofisini, wakati tunapokea taarifa kutoka kwa ndugu Macha ambaye alikuwepo kwenye hilo jambo, aliingia ofisini kwangu Afande Ibrahim ambaye alijitambulisha kwangu anatoka kituo cha Oysterbay. Alikuja akaniambia kwamba wamesikia kwamba Jumbe yuko makao makuu ya chama hapa, kwa hivyo amekuja ili amfungue pingu na kwamba ametoroka mahali ni mtuhumiwa. Swali langu kwake lilikuwa, umejuaje amefungwa pingu? Na swala la pili likawa, ametoroka alikuwa kwenye mikono ya nani? Hiyo mikono ambayo unasema ametoroka, hao watu unawajua? Wamekwambia ametoroka? Na swali la tatu, unaponiambia kwamba ni mtuhumiwa, je, unafahamu kukamatwa kwake na anatuhumiwa na nini? Haya maswali hajapata majibu, yamezidi kutupa mkanganyiko wenye uelekeo unaoeleweka kwamba nini kinaendelea nyuma ya jambo hili. Utekaji. Wakati ninaendelea na mazungumzo nao, nikampigia Afande ZCO, Afande Mafwere. Nikamwambia, ambaye nilimtafuta usiku kucha nilikuwa simpati. Nikampata leo asubuhi. Kwa Afande Mafwere nikaongea naye. Kitu cha kwanza akaniambia, Golugwa, nimeambiwa Jumbe yuko hapo, amefungwa pingu, hizo pingu ngumu sana, mtoeni afunguliwe pingu. Nikamuuliza, Afande Mafwere, umejuaje amefungwa pingu? Maswali haya. Sasa ndugu wa Tanzania wenzangu, baada ya mahangaiko yote hayo, tunamshukuru Mungu, na nipende kuwajulisha kwamba asubuhi hii familia yake, mke wake amenijulisha kwamba Jumbe amepatikana. Hivyo ninalisihi jeshi la polisi ambao ninyi ndio mmemfunga pingu, ninawaomba ndani ya dakika 45 nendeni nyumbani kwake mkamfungue pingu mlizomfunga. So Afande Mafwere, Afande Ibrahim, ndugu Jumbe amepatikana, yupo nyumbani kwake. Tunawapa dakika 45 mkamfungue pingu. Ni pingu ngumu kweli, na zimembana, zimemuumiza mikono na kumjeruhi. Amepigwa kichwani, anavuja damu, amepasuliwa kichwa, alikuwa akipigwa kichwani na kitako cha bunduki, amevunjwa upande wa kulia, hayupo katika hali nzuri. Na zile pingu zimembana mikono mpaka zimeitengeneza ganzi, mikono imevimba. Kwa Afande Mafwere, nitumie fursa hii kuthibitisha kwako na Afande Ibrahim kwamba nimejulishwa na familia kwamba yuko nyumbani. Nendeni mkamfungue zile pingu, alafu tuyazungumze sasa maswala yaliyojitokeza, utekaji na masimulizi nyuma ya jambo lote hili. Ndugu wa Tanzania wenzangu, sisi kama chama tunaiona hali ya hatari katika taifa letu, na hatari hii isiposhughulikiwa tunakwenda pabaya. Wananchi watachoka, watalinda roho zao na mali zao na maisha yao, na jambo hilo na uelekeo huo hapata tufikisha pazuri. Tunalaani kwa nguvu zote, na bila shaka ndani ya siku chache baada ya taarifa hii tutayajua na yatawekwa wazi yaliyo nyuma ya pazia kwenye tukio hili. Ninawashukuru, Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza.
hapa nionyesha hapa ninaomba tweet kwamba yupo nyumbani, polisi wakamfungue pingu. Ni communication very official kwamba kwa Afande Mafere na Afande Ibrahim kwamba familia imenijulisha kwamba ndugu David Jumbe amepatikana akiwa katika hali mbaya sana, akiwa na pingu mikononi kama jinsi ambavyo wameniambia. Kwa hivyo waende nyumbani kwake, yupo nyumbani kwake, wakazifungue zile pingu ili baada ya hapo ndugu David Jumbe aweze kwenda kwenye matibabu, maana hali yake si nzuri, ni hali mbaya. Karibu ndugu Macha. Naam. Naam. Hilo simulizi atalitoa mwenyewe na mtalipata kipi kilitokea mpaka alichomoka kwenye mikono ya watekaji na akajikuta yupo mahali salama. Hilo simulizi ya nini kilitokea mtalipata, mtalisikia, na kama nilivyosema ndani ya masaa machache mtaweza kuyasikia na kuyaona masimulizi ya jambo hilo.